Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye kituo chetu cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere ambacho kina uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni miongoni mwa uwekezaji mkubwa kabisa uliowahi kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye sekta yetu ya umeme. Kituo hiki kimejengwa kwa malengo makubwa matatu, Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia kuimarisha gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, pia kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme linalokuwa kwa kasi, lakini pia Mheshimiwa Rais, ni kuiweka nchi yetu kama kitovu cha biashara ya umeme kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Mheshimiwa Rais, kituo chetu cha Julius Nyerere kimejengwa kwenye eneo la Mto Rufiji, Mheshimiwa Rais, na kilifanywa usanifu wa kuwa na mitambo 9 ya kuzalisha umeme, na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235 na kufanya jumla ya megawati 2115 kwa uzalishaji wa mashine zote 9. Mheshimiwa Rais, serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 2018 kupitia TANESCO tulisaini mkataba na ubia wa makampuni mawili, kampuni la Arab Contractors na Saudi Electric. Makampuni yote mawili, Mheshimiwa Rais, ni kutoka Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Siku moja kabla, tarehe 11 mwezi Disemba mwaka 2018, serikali ilikasimisha kazi ya kusimamia mradi huu kwetu TANESCO kupitia mkataba uliosainiwa siku hiyo hiyo. Lakini tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2019 tulisaini mkataba sisi na wakala wa barabara hapa TANROADS kwa ajili ya masuala ya ushauri na kusimamia mradi huu. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni kazi kubwa ya kihandisi pamoja na miundombinu ya kisasa na ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, kuna mambo kama 6 yako hapa kwenye kituo hiki ambayo yanajumlisha uwepo wa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwanza, tuna bwawa kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji mita za ujazo bilioni 32.78 na kina cha juu, Mheshimiwa Rais, cha bwawa letu ni mita 184 juu ya usawa wa bahari na kina cha chini ni mita 163 juu ya usawa wa bahari. Mheshimiwa, maji yanayokuja hapa yanatoka kwenye vyanzo vitatu vikubwa. Kwanza ni mto Kilombero unachangia 65%, mto Ruwegu unachangia 19% na mto Ruaha unachangia 15%. Mheshimiwa Rais, kuna ujenzi wa tuta kuu, kitaalamu tunaita main dam. Eneo hili ndio mhimili wa kituo chetu, Mheshimiwa Rais. Tuta hili lina urefu wa mita 1036, lakini katikati hapo kina ni mita 131 kwenda chini. Tuta hilo, Mheshimiwa Rais, huko chini lina upana wa mita 100, lakini kulingana na usanifu kadri linavyokuja juu hili lina upana wa mita 10. Mheshimiwa Rais, kulingana na eneo hili lilivyo na usanifu wa mradi, ilitulazimu kujenga matuta mengine madogo 4 ambayo kazi yake ni kuzuia maji yasitoke kwenye njia zisizo rasmi nje ya eneo la bwawa. Mheshimiwa Rais, eneo la pili muhimu tuna jengo la mitambo. Ndio hili hapa, Mheshimiwa Rais. Jengo hili kitaalamu tunaita powerhouse. Jengo hili lina urefu wa mita 307.34 na upana wake ni zaidi ya mita 57 na kina kwenda chini, Mheshimiwa Rais, ni mita 85.8. Kwenye jengo hilo, Mheshimiwa Rais, ndio zimefungwa mashine za kisasa 9 za kuzalisha umeme pamoja na transformer 27 ambazo kazi yake, Mheshimiwa Rais, ni kuongeza msongo wa umeme kutoka kilovoti 15.75 hadi msongo wa kilovoti 100. Mheshimiwa Rais, mitambo iliyofungwa kwenye kituo hiki ni ya kisasa na ndio mitambo inayotamba ulimwenguni kwa matumizi ya mashine za kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Mheshimiwa Rais, tuna kituo cha kupokea na kusafirisha umeme tunaita switchyard ambayo ukubwa wake ni zaidi ya mita za mraba 58,075. Hapa, Mheshimiwa Rais, ndio tunaupokea umeme unaozalishwa hapa, tunauingiza kwenye njia za kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 kutoka hapa kwenda Chalinze, na safari ya kuwahudumia wateja wetu kwa umeme unaozalishwa hapa inaanzia hapo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Ujenzi wa kituo hiki umetusaidia kupata miundombinu mingi sana wezeshi. Tuna nyumba za watumishi, tuna kijiji hapa nyumba 84, tuna majengo mazuri, Mheshimiwa Rais, ya kufanya kazi zetu, tuna zahanati, tuna maeneo ya michezo na burudani. Lakini Mheshimiwa, sisi na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi tunakushukuru. Ujenzi wa kituo umetupa daraja kubwa la kudumu, lina urefu wa mita 250, lina uwezo wa kubeba mizigo hadi ukomo wa tani 250.
150 na linatumika kwetu pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kituo hiki kwa sasa kina watumishi 161 ambao wanaendelea na shughuli za uendeshaji, matengenezo inapobidi na usimamizi wa miundombinu. Mheshimiwa Rais, tunafurahi kukuambia kwamba kituo hiki pamoja na kuendeshwa kwa teknolojia ya juu, lakini tunaendesha sisi wenyewe. Watoto wako walioko hapa wanaweza kuendesha mitambo hii bila msaada wa mtu yoyote. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa kituo hiki umegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapato ya ndani jumla ya shilingi trilioni 7.45, na hadi kufikia mwezi huu, Mheshimiwa Rais, mkandarasi ameshalipwa zaidi ya trilioni 7.11, karibu 96% ya mapato yote. Mheshimiwa Rais, mkandarasi bado tunaye hapa kwa kipindi cha miaka mitatu ya matazamio, atakuwepo mpaka mwezi Machi mwaka 2028. Mheshimiwa Rais, tulianza hapa kuzalisha umeme mwezi Februari mwaka 2024 baada ya mkandarasi kutupa mashine ya kwanza, unakumbuka Mheshimiwa Rais. Lakini mwaka 2024 na 2025 kituo hiki kimechangia 43.5% ya umeme wote ulioingizwa kwenye gridi, na mwaka huu Mheshimiwa Rais, kituo kimechangia nusu ya umeme wote ulioingia kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi zinaonyesha wazi kabisa kwamba kituo cha Julius Nyerere tayari kimekuwa mhimili mkubwa kabisa wa nishati na kimeboresha sana hali ya upatikanaji umeme kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, management na watumishi wote na wadau wote kwenye sekta, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Tunashukuru sana kwa uongozi wa dhati na kuamua kuwekeza kwa kiwango hiki kikubwa kwenye sekta yetu ya nishati. Sisi tunaamini kabisa bwawa hili sio tu limeongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia limefungua ukurasa mwingine kwa maendeleo ya viwanda, biashara, uwekezaji pamoja na maendeleo ya wananchi mmoja mmoja. Faida za bwawa hili Mheshimiwa Rais ziko nyingi. Kwanza, wakati wa ujenzi wa mradi huu zaidi ya 95% Mheshimiwa Rais waliofanya kazi hapa ni Watanzania. Mkandarasi alikuwepo, alikuwa na watu wachache, lakini watumishi wengi walikuwa ni wa hapa. Tunaamini kufanya kazi kwao hapa kwenye mradi mkubwa, wamepata ujuzi wa kutosha na wanaweza wakawa wanatoa ushindani mkubwa kwenye soko la ajira hapa na nje ya hapa. Mheshimiwa Rais, pia mhandisi mshauri wa mradi huu alikuwa ni Mtanzania. Pia tunaamini kwa yeye kushiriki kwenye mradi mkubwa kama huu amejenga uwezo na imeonyesha uwezo wetu kabisa kwamba Watanzania tunaweza tukasimamia miradi mikubwa na tukaimaliza, na yeye mwenyewe pia amejenga imani na uwezo kwamba anaweza kushindana popote akiomba kazi kwa ajili ya kutafuta kazi. Kama Mheshimiwa Rais, tunatambua pia kituo cha Julius Nyerere pia ni mhimili wa usalama wa taifa letu. Kwa hiyo tunakuahidi Mheshimiwa Rais, tutaongeza na kuboresha mifumo yetu ya udhibiti, matengenezo, ili matengenezo yasije kaleta dosari kwenye mitambo yote, lakini pia tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha panakuwa na ulinzi madhubuti ili kuhakikisha eneo hili haliwezi kuhatarishwa kiusalama. Mheshimiwa Rais, pia uendelevu wa uzalishaji umeme hapa unategemea maji ya kutosha. Kwa hiyo tunakuahidi pia tutaendelea kushirikiana na wadau wote wa mazingira kuhakikisha tunalinda vyanzo vya maji vinavyolisha ile mito mitatu inayotiririsha maji kwenye bwawa letu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maamuzi ya kimkakati na kuwekeza kiasi kikubwa kutumia mapato ya ndani. Hatua ile Mheshimiwa Rais imeonyesha uwezo wetu wa kutekeleza miradi mikubwa inayoweza kutumika kwenye kizazi cha sasa na vizazi vijavyo, na hasa tumetoa ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba tunaweza tukafanya mambo yetu tukiamua, na huu mradi ni kielelezo cha kutosha. Mheshimiwa Rais, hayo ni maelezo mafupi. Naomba kwa kibali chako nipitishe picha kidogo hapa zinazoonyesha ulipofika hapa mwaka 2022 hali ilivyokuwa na hali ilivyo sasa. Mheshimiwa Rais, mimi na wenzangu wote tunakuahidi, tunafahamu kwamba kituo hiki kumalizika ni mwanzo wa kazi nyingine ya kuendesha hii mitambo, kuitunza na kuhakikisha shughuli zetu hazileti dosari kwenye mitambo. Tunajua Watanzania wamewekeza hisia zao kubwa sana kwenye bwawa. Tunakuahidi Mheshimiwa Rais, hatutakuangusha, na tunakushukuru sana kutupa nafasi ya kufanya kazi na wewe kwenye serikali yako Mheshimiwa Rais.